Jua Sky TV na ni kualiki katika kipindi cha Nguzo 4, kipindi kipya kabisa ambacho pia tutakuwa tunaketi kwa pamoja kujadili kuhusiana na malezi, vijana, usawa kijinsia pamoja na ubunifu. Na leo kipindi cha Nguzo 4 kipo katika mtaa wa Usomalini jijini Dodoma na tupo na mbunifu Mohamed Balama, mbunifu pia ambaye yeye anatengeneza picha kwa kutumia uzi na misumari. Ni kwa namna gani anatengeneza picha hizi? Nikwambie tu kwamba twende sako kwa bako hadi tamati. Mimi ni Mindi Josefu na moja kwa moja naanza kuzungumza naye. Pengine nianze kufahamu kutoka kwako. Kazi zinaonekana, kazi ambazo unazifanya. Pengine wazo la kutengeneza kitu cha namna hii ulitoa wapi? Hii ni sanaa ambayo nilipata sehemu nilipojifunzia kazi. Kwa sababu sehemu nilipojifunzia kazi ni kituo kinachohusika na mambo ya art na craft, ambacho kinapatikana pale Bungeni, lango kuu la Bungeni linatizamana na hiyo ofisi yetu inaitwa Gremo Art. Pale ndio nilipojifunza, na mmoja kati ya watu ambao wamenipush sana mpaka kufika hapa ni bosi wangu anaitwa Meku. Ndio mtu ambaye amenisupport sana mpaka kufika hapa, kwa sababu na yeye pia alikuwa anafanya hiyo kazi. Okay. Kwa sababu mimi nilikuwa na kipaji cha kuchora, kwa hiyo ikabidi nijifunze na hii pia sanaa ya kutumia hii uzi pamoja na misumari. Pengine kumbukumbu yako, kazi ya kwanza kutengeneza ilikuwa ipi? Kazi ya kwanza ilikuwa ni fidha, inaitwa fidha strings art, ni jani. Na moja kati ya kazi ambayo ilikuwa ni ya kwanza na ndio ilikuwa kazi ambayo ilikuwa na changamoto kubwa. Kwa sababu nakumbuka nilianza saa 4 usiku mpaka saa 9 na sikufanikiwa, kwa sababu nilikuwa jani ambalo lina kompleni ndani ya rangi kama 9-10. Kwa ni kazi ambayo nilihangaika nayo mpaka kufika saa 9 usiku na sikuipatia. Ulianza saa 4 hadi saa 9 usiku. Nini kilikutia moyo kuendelea kuifanya hiyo kazi? Nilipata moyo kwa sababu kwanza kwa vile nilivyokuwa nakosea ndivyo nilivyokuwa nazidi kupata, kwa nini nimekosea hapa, kwa nini nimekosea, kwa nini sijaribu tena. Kwa hiyo nikajikuta najaribu na kujaribu, hapo ikaja kutokea order ilikuwa ya hiyo picha. Okay. Ni order picha 2. Kwa hiyo sio kabidi bwana niweke bando, niingie online nikatafute zile tutorial za kutengeneza ile fidha. Kwa hiyo nilihangaika nayo, nikaja kuicheki. Nakumbuka nilitengeneza hata risali moja sikumaliza, nikaa nimetengeneza picha zote 2 na nikazimaliza, ambazo nilihangaika nayo kutoka saa 4 mpaka saa 9. Okay. Ndio. Pengine ukitazama hii picha inavyoonekana, kuna misumari pamoja na uzi. Pengine nifahamu, kuna siri gani kati ya mstari mmoja na yani mstari mmoja wa uzi na picha nzima? Kwa sababu kwenye kugonga huwa natumia vidole. Kwa unapoweka msumari wa kwanza, distance ya msumari wa kwanza na msumari wa pili huwa natumia kidole. Kwa hiyo nashika na msumari na kidole na gonga, nikihamisha upande wa ninaposogea tena mbele naweka tena kidole. Kwa hiyo umbali wa distance ya msumari mmoja mpaka mwingine huwa ni kidole changu. Okay. Ndiyo. Na kabla haujaanza kuitengeneza kazi, unajuaje ni misumari mingapi ambayo inahitajika pamoja na rangi? Misumari, idadi ya misumari huwezi kukadiria. Okay. Ila rangi ni huwa, kwa sababu bunda moja la uzi unaweza kutumia kutengeneza picha hata 2-3 kutokana na ukubwa wa picha. Na hapa kuna rangi nyingi zinaonekana. Nani anakuchagulia? Hizi huwa nachagua mwenyewe, kwa sababu mimi pia ni designer. Kwa hiyo naangalia nikiweka kala ipi nitapata kitu kizuri. Okay. Ndio. Kwa hiyo unaenda unachagua rangi kwamba hii itafiti kwenye picha ambayo unahitaji kuitengeneza. Ama nikiwa na sample ile ya picha huwa naangalia ile picha imetengenezwa na kala gani na kala gani. Kwa hiyo naenda kutafuta zile kala za ile picha. Ukiachana na ile picha ambayo ulitengeneza kuanzia saa 4 hadi saa 9 usiku, ni picha ipi ambayo ilikuchukua muda mrefu sana kuitengeneza? Kumbuka ni picha nilipata, ilikuwa ni order, ilikuwa ni ya logo ya Barcelona na Manchester. Picha ambazo zilikuwa zinaenda Zanzibar, zinaenda Spain. Zile picha nakumbuka nilitengeneza karibuni wiki nzima. Okay. Kwa sababu ilikuwa ni katika ubao mkubwa, afu picha zote zinatakiwa kwa haraka, kwamba zimepewa order na mzungu, anatakiwa azichukue, anaondoka siku fulani.
aondoke nazo. Kwa ni picha ambazo nilitumia karibuni wiki nzima, nilikuwa ninachora, nikiamka naanza kugonga. Yaani unakuta unaweza kugonga, una muda unajigonga sana na misumari. Okay. Unaona ngoja kwanza nipumzike kwa leo kwanza, nitaendelea tena muda mwingine. Pia kwenye kufuma kuna muda unapovuta zile uzi, kuna muda kama zinachana mikono. Ukizishika sana muda mrefu, sababu inabidi uzikaze. Sababu kilegeza inakuja kutoka. Na unapenda zaidi kuchora sura ama mandhari ama vitu vya kufikirika? Yes, huwa napenda sana kwa sababu ni hizi za michoro ya kawaida hii nimeshazizoea sana. Kwa hiyo huwa nazopata zile zinazokuwa na complication nyingi sana, ndio huwa picha ambazo mimi huwa nazipenda sana. Kwa sababu napenda nifanye kitu ambacho kitanifanya niumize sana akili. Kwamba kwa nini iwe hivi. Kuna picha pia ilikuwa ni ya Tom na Jerry. Picha ambayo nilitengeneza, ilinitumia kama siku 3 kuifanya, na nilivyoitengeneza namshukuru Mungu, nilitengeneza nilipotoka nayo nje tu, nimeenda nayo sehemu nikapata mteja hapo na nikapata na order tena nyingine. Ndio. Unawezaje kuhakikisha kwamba picha inakuwa na uwiano sahihi wa kutumia nyuzi? Kwa sababu ukishagonga misumari, natumia pliers ku maintain ile misumari kae katika level moja. Na pia kwenye uzi huwa ni mwenyewe tu sasa, na kwa sababu uzi unatakiwa ujae kwenye picha. Kwa hiyo natakiwa nizungushe pale, nihakikishe ninapozungusha kote uzi umejaa. Ndio. Pengine je, unachora kwanza muundo kwenye karatasi kabla ya kuanza kuunda? Hatua ya kwanza ni huwa nishaandaa vibao vyangu. Nachukua sasa karatasi na tepu. Nabandika karatasi, nachukua pia na tepu, nabandika ile karatasi lisitoke. Alafu nachora picha yangu, nikishaichora, nikishamaliza sasa naanza kugonga misumari, nafuatilizia ule mchoro wangu wote. Kwa hiyo nikishamaliza kugonga misumari katika picha yangu yote, sasa naingia katika hatua sasa ya kuifuma ile picha. Kwa hapo naanza kuumiza akili kwamba niweke kala gani ili pakae vizuri. Kwamba nikifuma na rangi fulani picha itakaa vizuri, kwa sababu kuna muda nafuma picha pia mimi nisipolizika nayo naona hii nimeikosea, inabidi nifumue tena niweke uzi mwingine. Kwa hiyo nikishamaliza kuchora, nikishamaliza kugonga, na bandua ile karatasi. Nikishabandua karatasi sasa ndo naanza kuweka uzi. Umewahi kuanza kazi na ukaibomoa katikati kwa sababu haikukupendeza? Yes. Na ilikuwaje? Nakumbuka ilikuwa sikubomoa katikati, ila picha ambayo nilitengeneza mteja aliniambia mimi nakutegemea wewe kama designer wangu. Ilikuwa ni ya saluni. Kwa hiyo picha nilitengeneza nikamtumia, nilichukua video kwenye simu nikamtumia. Sasa wakati namtumia alikuwa hajafungua data, yeye akaniambia tuilete. Sasa akawa amewasha data bwana, ile picha yeye hakupendezewa na zile rangi. Okay. Kwa hiyo ikanibidi, nilikuwa ndo nakaribia kufika tena, ikabidi nirudi tena nyumbani niende tena nikaifumue ile picha tena yote. Nianze nayo tena upa kuwekea zile rangi ambazo yeye alikuwa anataka. Ukipewa nafasi ya kumtengeneza mtu maarufu ama kutengeneza picha ya mtu maarufu kwa kutumia uzi na misumari, ungechagua nani na kwa nini? Mimi ningechagua kumtengeneza mtu maarufu. Ningechagua kumtengeneza Mama Samia. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu ambaye namuappreciate. Namuappreciate mambo yake sana. Ndio. Ungependa vijana wenzako wajifunze nini kutoka katika safari yako hii? Jana ni kwamba sanaa inalipa. Japo Dodoma sio sana, ila ni kitu ambacho ukikiamini na ukiwekeza kuna vitu ambavyo utavipata baadaye. Kwa sababu unaweza usione mafanikio sasa hivi, lakini tu bwana siku imetokea tu nyota imekuakia bwana, umetengeneza picha umeposti mtandaoni, watu wakaipenda, ukajikuta ndo mwanzo wa safari yako sasa ya maisha ndo inaanza bwana. Sanaa sasa ndo imekuakia nyota yako, sasa hapo ndo tunaenda. Okay. Ndio.
Na mtazamaji, kuna kitu pia ambacho tunaendelea kushuhudia na kujifunza kwamba hata uzi na misumari vinaweza kuzungumza lugha ya sanaa, na hapa pia tunachukua funzo kuwa kila kitu kinaweza kuwa hazina ikiwa tu tuna ubunifu pamoja na bidii. Bado nazungumza na Mohamed Balama, pengine nifahamu pia ni picha ipi ambayo umewahi kuitengeneza na unajivunia sana kwenye kumbukumbu yako? Picha ambayo nilipewa oda na meneja wa Shishi Food. Alinipa nichore ile logo ya Chief pamoja na vitu vyake vyote. Kwa picha ambayo wanaona katika sehemu nilipo kwamba Dodoma, nimechora picha ipo katika ofisi ya mtu ambaye ni maarufu. Unajua huenda kuna siku mtu anaweza kapita pale akaiona naye akavutiwa kwamba picha hii ni nzuri. Kwa hiyo kajikuta napata tena kazi nyingine kwa kutumia ile picha. Japo nimepata, ila najua na nitazidi kupata kwa. Je, watu wanapokea vipi sanaa hiyo ukilinganisha na uchoraji wa kawaida? Wanapokea hivyo hivyo, japo unakuta ukiweka bei, kwa sababu ujue kazi za sanaa ni kazi ambazo kidogo zina bei sana, kwa sababu ni kazi ambayo mtu anabidi aumize sana akili kwamba ni uzi na misumari tu unanitajia bei kubwa hivi. Kwa hiyo moja kati ya changamoto ambayo unakutana nayo sana kwenye swala la masoko kwamba ukimtajia mtu akikiangalia na kile kitu anaona kama ni simple sana. Okay. Ndio, ila juu kwamba unabidi utulize akili na uwe na muda pia wa kuifanya. Vipi kuhusu ubunifu wako wa baadaye? Je, unapenda sanaa yako ionekane wapi miaka 5 ijayo? Mungu akijalia, kwanza lazima nitafungua ofisi yangu. Kitu ambacho kipo katika process kwamba nataka nije nifungue ofisi yangu ya picha, yani nitamaintain picha za design zote, sio za uzi tu na misumari. Nitaweka pia picha za kuchora pia na mkono, zile za rangi, kwa sababu pia nazo pia nachora. Kwa hiyo natarajia na mimi pia nije kuwa nakuta katika maonesho makubwa, na mimi pia nakuwa na sehemu yangu bwana, nimeweka pia sanaa zangu. Okay. Na pengine una mpango pengine wa kufundisha wengine, vijana wenzako kuhusiana na sanaa hii ya kuchora picha kupitia uzi na misumari? Kuna watu wanapata kuwafundisha, lakini unajua kitu kinaitwa ni uvumilivu. Mtu anakuwa anashindwa. Kwa sababu ni kazi ambayo inabidi kwanza utenge muda kuifanya. Alafu matokeo yake utu yaona sasa hivi. Kwa sababu vijana sasa hivi mtu anaona kwamba anataka afanye kazi atakayoifanya na apate mafanikio hapo hapo. Unakuta unamfundisha mtu akishajua kidogo anakukimbia. Anaiacha. Ndio. Pengine kila kazi ambayo unaitengeneza inakufanya ujisikiaje? Kwa mfano kutazama kazi kama hii, kutazama kazi kama hii. Yaani kazi ukiitengeneza unajisikiaje? Yaani kwa sababu kuchora ni kitu ambacho kipo kwenye damu. Kwa muda ambao unakuta nachora huwa anakuwa na enjoy sana. Okay. Sababu unafanya kile kitu ambacho nakipenda, na kadri siku zinavyozidi kwenda najiona nazidi kuchora picha ambazo nilikuwa nikiziangalia na ile nitaweza kweli, lakini najikuta nikikaa nikitulia hivi naifanya na naiweze na kaa vizuri zaidi ya vile ambavyo nilivyokuwa natarajia. Kuna kazi ambayo umewahi kuifanya ikakufanya ucheke sana ama ulie sana? Nakumbuka kuna kazi nilifanya ambayo kwanza ilinifanya ni mpaka nilihisi kwamba sielewi. Ilikuwa ni picha ya Mickey Mouse. Okay. Ile Mickey Mouse nilimgongelea, ilikuwa ni ile face yake. Kule nilimgongelea, sasa nilipogongelea, kwa sababu picha zile ambazo zinakuwa zina complication nyingi, huwa nikishaichora hivyo kishakuwa kwenye karatasi kama hivyo, huwa naipiga picha kwanza ili nijue kwanza uzi unapitisha sehemu fulani na sehemu fulani. Kule picha nilichora, afu nilivyokuwa nataka kuanza kuiwekea uzi, sikupiga picha. Nikajikuta nimetoa lile karatasi, afu ile misumari iliyojazana mule ndani. Sasa nikaona leo nitatoboa, kwa sababu nilianza nikaishia katikati. Nimesahau kwamba natakiwa huu niweke wapi, uzi nipitishe wapi. Kwa hiyo picha ambayo kwanza ilinibidi kwamba niweke chini kwanza, nikae kwanza nitulie. Nilikaa kama masaa 3 hivi, nimekaa naangalia picha, nikaangalia movie, bado naangalia picha kwamba hapo natakiwa nipitishe wapi. Lakini baadaye nikatafuta ile sketch yake. Kwa hivyo tafuta ile sketch ambayo nilitumia, nikaanza kupitisha kutokana na kwenye ile sketch. Sasa natumia kwenye akili kwamba hapa imekaa hivi.
Kwa nikaitengeneza, nilimaliza hiyo, japo ni kazi ambayo waiseli ni yani kwamba ilinipa amsha yani. Okay. Kwa nini hivi umize akili sana. Ndio. Watu wanaokuzunguka, wazazi, marafiki, wanakuunga vipi mkono kwenye safari yako hii? Marafiki ndio watu ambao wananisupport sana. Pia na mamangu, kwa sababu mama pamoja na kaka yeye yupo Zanzibar. Kaka yeye huwa ananipa sana shavu, kunipa oda za picha za kule kwa wazungu. Pia marafiki huwa unakuta mtu akiwa na sherehe, ana birthday, bwana ana birthday. Sababu ni sanaa ni mpya. Kwa mtu anataka bwana akipeleka kwenye harusi ama kwenye birthday, kwenye nini, kwamba apeleke zawadi ambayo ni tofauti. Okay. Sababu wengi watu washazoea bwana ukipeleka switch hichi, unakuta unapeleka picha ambayo hata unampelekea hajawahi kuona hicho kitu, kwamba inakuwa ni surprise kubwa. Kwa hiyo marafiki ni watu ambao pia wananisupport sana, pamoja na mama naye pia wananipa order za picha, bwana kuna mtu anataka picha fulani na brother. Kwa hiyo ni watu katika watu watatu ambao wananizunguka wananisupport sana katika safari yangu. Na pengine sanaa hii imekufundisha nini kuhusu subira na uthubutu? Sanaa hii bwana inahitaji uwe mvumilivu sana. Uwe mvumilivu na pia uwe ni mtu ambaye usifanye ile kitu kwa haraka tu. Yaani kwamba uwe unakati unaifanya hii sanaa, akili nao pia iwe imetulia sana. Okay. Kwa sababu kudesign kitu, kwa sababu hapo cha kwanza unatakiwa uchole na pia uwe designer kwa wakati mmoja. Kwa hiyo uvumilivu ndo kitu kikubwa sana, kwa sababu kuna muda unaweza kuona gonga misumari ukajigonga na nyundo ile, mtu mwingine una sasa hii ya nini. Kuna mtu anaweza kupata oda ya picha ambayo ni ngumu sana, ina mambo mengi, mtu anaona hii siwezi, bora nicholezi rahisi, sijui vikopa, viepo, sijui nini, mtu anaona bora nimfanye rahisi, lakini hizi ngumu niachane nazo. Kwa hiyo uvumilivu ndio kitu ambacho kikubwa kwenye hii sanaa. Ni picha gani ya ndoto zako ambazo ungependa kuunda lakini bado hujajaribu? Picha ambayo naunda kwa sasa, ambayo nipo katika kujifunza zaidi, ni nataka nichore picha ya rais. Okay. Kwa ni picha ambayo nimeshaianzia process. Nadhani naweza nikaanza wiki ijayo, nimeshaanza kuandalia mazingira. Kwa ni picha ambayo nataka na oda za picha hapa katikati nimalizane nayo, nitumie wiki moja kutengeneza hiyo picha tu. Picha ambayo najua nikitengeneza kuna sehemu kama ikionekana kuna sehemu nitafika. Changamoto gani ambayo umewahi kukumbana nayo toka umeanza sanaa hii ya uchoraji kutumia uzi na misumari? Changamoto sababu kuna mtu anaichukulia kwamba ni kitu fulani simple sana. Yaani mtu anaona hichi kitu wala huwezi pata hela sasa hivi. Kwanza sehemu uliopo mpaka uje upate wateja ni ngumu. Kwa hiyo changamoto sana ninayopitia ni kwenye masoko. Masoko ni changamoto kubwa sana ambayo mimi wanaipitia. Na najitahidi sana mtandaoni kuposti kazi zangu ili nipate masoko zaidi, nipate oda nyingi ili nizidi kipaji changu kizidi kukua. Una kipi cha kuambia vijana? Vijana bwana, na washauri na kuwapa motisha kwamba sanaa hii bwana inalipa, na pia kwa yote ambaye ataipenda na atahitaji kujifunza anaweza akaja tu kwangu, akanitafuta, akaja tukakaa naye na nikaanza kumfundisha, kwa sababu mimi napenda kitu nilicho nacho na mwingine naye pia akijue, kwamba hata huenda nikaondoka lakini nyuma nikajua kuna watu niliwaacha wakawa wanajivunia, bwana mtu fulani alitufundisha kitu fulani. Okay. Vijana na washauri bwana, sanaa inalipa sana tu. Na mtazamaji, ni mbunifu huyo Mohamed Balama tulikuwa tunazungumza naye leo kwenye kipindi cha Nguzo 4, na mada kuu tulikuwa tunajadili kuhusiana na uchoraji na sanaa za mikono kama ajira kwa vijana. Nimeona una gitaa. Pengine ukiachana na huu ubunifu wa uchoraji kupitia misumari pamoja na uzi,
Hii inatumikaje? Hii ni sanaa nyingine nilionayo. Okay. Sababu nimejikita kwenye art, kwamba hii pia ni combination nyingine. Okay. Pia napiga muziki kutumia gitaa. Okay. Ndio. Tupe sample kidogo tuone inapigwaje hii. Bwana, nashukua hivi. Ile ni gitaa la unaotumia umeme kwa mbali, ni napiga pia ukiwa na umeme, ama unaweza kupiga usipokuwa pia na umeme. Okay. Ndio. Mpenzi uwe, usiwe na mashaka, ingawa mashida kesho tutajaliwa, ikiwa kwa raha tufurahi pamoja, na ninapolia wewe wanipa faraja. Tala nawe kwenye jua ama kwenye mvua. Hiki kipaji unakitumiaje? Unapata mialiko mbalimbali ama ni hivi tu unapiga ukiwa nyumbani? Hichi bwana ni kitu ambacho pia kinaniingizia hela. Huwa napata sana sehemu za kwenda kuimba karaoke. Kuna sehemu unapata kwenye event pia huwa napata oda, bwana njoo tuna event fulani tunataka uje utupigie gitaa. Kuna watu wanaimba, wewe unapiga, ama kuna muda huwa naenda na mwenzangu ambaye huwa tunaimba naye. Kwa hiyo huwa tunatoka wawili, ama kuna muda huwa naenda mwenyewe tukwenda kupiga tu basi. Ama hakika mtazamaji, Mungu hutoa vipaji, lakini sasa ni kwa namna gani pia kipaji hicho unaweza kukitumia? Tumeshuhudia hapa kwa Mohamed Balama, yeye ana vipaji zaidi ya viwili. Anachora picha kwa kutumia uzi pamoja na misumari, lakini pia ana ubunifu mwingine pia ambao anao wa kutumia gitaa hapa, na tumeshuhudia kipiga gitaa pamoja na kuimba hapa. Mtazamaji, kuna funzo kubwa hapa la kujifunza, lakini sasa tupate nafasi ya kwenda kuzungumza na baadhi ya vijana pia kuhusiana na mada yetu kuu ambayo leo tulikuwa tunajadili kuhusiana na uchoraji na sanaa za mikono kama ajira kwa vijana. Pengine wao hili wanalizungumziaje? Kwa majina anaitwa Ali Selemani, ni mkazi wa Dodoma mjini, najishughulisha na ufundi magari. Ndio. Tunawezaje kuondoa mtazamo kuwa sanaa si ajira bali ni burudani tu? Sanaa ni ajira. Sanaa ni ajira hasa kumarika yote. Sanaa ni ajira. Tuseme ni sapoti inayohitajika sana, lakini sanaa ni ajira. Pengine tufanye nini ili vijana waweze kubadili mtazamo huu? Vijana wanahitaji tuseme kuungwa mkono katika vipaji vyao na sanaa, tusikatishane tamaa, kusapotiwa, backup hivyo. Tukiangalia sasa hivi changamoto ya ajira ni kubwa. Pengine vijana wanahitaji nini kubadilisha uchoraji kuwa biashara? Vijana wanahitaji support ya vifaa, miundombinu. Pengine nifahamu, je, uchoraji na sanaa za mikono ni suluhisho endelevu la ajira kwa vijana? Yes, suluhisho kwa sababu I think sasa hivi umeona Dodoma hapa kuna vyuo karibuni ya singi 3 4 na ajira sasa hivi ni chache. Kwa hiyo kwenye sanaa, yes, ni suluhisho endelevu. Kwa sababu kucheke singi wanafunzi wengi sasa hivi wanamaliza vyuo, lakini ya singi masala kwa ajira ni chache. Sanaa ni solution endelevu. Vijana wanahitaji nini ili kubadilisha uchoraji kuwa biashara? I think wanavyohitaji kwanza economic system, finance kwenye finance hapo. Mtu anataka na kipaji lakini kuja kwenye support kwanza, government support. Hapo kwenye government support inategemea na family support. Yaani kubwa I think hapo ni support na finance. Hapo finance inakuja kwenye masuala I think kwenye activities kwenye hizi zinazungumzia resources. Kwenye resources hapo. Vitu vijana wengi tunashinda kwenye resources. Mtu anataka na kazi lakini kwenye unajua sasa hivi mashine zimekuja. Na sasa hivi watu tunafanya kazi kisasa, sort of na zamani. Kwa
hiyo sasa hivi kubwa kwenye resources tu, support na finance ukipata basi, ili mtu apate hata kazi, kununua vifaa, simple as that. Unawaambia nini vijana? Na wapambane, unajua kukakaa vijiweni kupiga mzinga sio solution sink. Vijana wamekuja hapa na waje kuomba kazi, ukapata ujuzi, baada ya 5 years unaweza kubageni yourself ukajiajiri.